Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Na mimi nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia sote tukiwa wazima wa afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba niende katika hoja moja kwa moja kwa sababu ya muda. Na hoja yangu mimi sitailenga katika masuala ya viwanda, nitazungumza zaidi katika biashara. Manake Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unavyofahamu, sekta ya biashara kama mzungumzaji aliyepita ni biashara mtambuka, ni sekta mtambuka. Utalii ni biashara, kilimo ni biashara, kuuza duka ni biashara, maeneo mengi. Sisi Wazanzibari tunategemea biashara. Na katika hotuba, katika kuchangia mchango wa hotuba ya Mheshimiwa Makamu wa Waziri Mkuu, nilizungumza umuhimu wa coast yetu kutoka Pemba, Tanga, Unguja, Lindi, Mtwara. Umuhimu wa coast hii kuiangalia ni njia gani tutaisaidia katika maeneo ya biashara. Sisi Wazanzibari katika mkakati wetu wa kupunguza umaskini kuelekea 2050 tumechagua maeneo matatu: biashara, huduma na utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta hizi tatu ni muhimu sana na zote zinategemea ni biashara. Sasa Mheshimiwa Waziri asijifunge katika kuangalia maeneo ya biashara, lazima awe visionary. Manake yeye ni sawa ni epicenter, mtu wa katikati. Maeneo yote unayoangalia, huwezi kukataa ukasema sekta ya utalii wewe hugusiki. Huwezi kukataa ukasema sekta ya kilimo wewe husiki. Biashara ni biashara. Na lazima tuangalie pia ukiangalia kwa upande wa huko Western Rift Valley, Kigoma, ukija zako mpaka Songwe, ukienda kule wilaya Misenyi, Mtukula, wanafanya biashara ya soko jirani mwema. Sasa hapa nataka niseme kitu cha msingi Mheshimiwa Mwenyekiti. Kama sisi tunataka biashara na Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla, akili zetu tusipeleke huko. Mimi juzi mtu ananiuliza uko wapi? Uko wapi? Niko wapi? Na mimi sijamwona niko wapi. Haya sasa hivi watu kuanza na michakato ya kuanzisha makundi ya urais. Akili zetu sisi ziwe ni moja. Lazima tumheshimu mwenyekiti wetu Comrade Samia Suluhu Hassan. Tukubali kwamba yeye ndiyo alama ya nchi yetu. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwape wabunge wenzangu wape walioingia ndani. Mimi ndio nilokuwa naitwa Simaye, ndio nilokuwa mtu muhimu nambari 1 wa marehemu Edward Lowassa Mamvi Zanzibar. Tuliamini wengi tulikuwa tuko chini kwamba Mheshimiwa Lowassa atakamata kiti cha urais. Ipo siku leo natoa isiri. Mheshimiwa Lowassa tuko chumbani katika hoteli, nampigia shati pasi. Aliniambia lazima umheshimu, na mwenyekiti wa CCM ni mtu muhimu sana, na yeye mwenyewe alimpenda sana mwenyekiti wake. Hapa nataka kusema, ndugu zangu wabunge zangu wapya, tusikubali sisi mtu kutuchanganya, mtu akaja sisi akatuambia lolote katika safari ya kuelekea 2030. Sisi tusimame moja na Comrade Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wetu, alama yetu, na ndiye anayetuunganisha sisi sote. Kwa yule yote ambaye anahisi yeye anaweza akapata kiti cha urais kwa kuheshimu mwenyekiti, hautoboi. Kwa hiyo ninachokisema hapa, akili zetu sisi, Mheshimiwa Waziri, waheshimiwa wabunge, tufanyeni kazi sisi sasa hivi ya kumsaidia mwenyekiti wetu, serikali zetu, ili tuweze kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Vijana wetu wapate ajira, tusifikiri kwenda kujenga mahoteli kwanza kuweka wajumbe kwa ajili ya mwaka 2030. Hutafika kokote. Mimi natusema kwamba tunataka biashara. Sisi Wazanzibari hatutaki kuchanganywa. Kuelekea 2030 sisi tunataka tumheshimu mwenyekiti wetu. Tunataka biashara. Mheshimiwa Waziri, kama nilivyosema, sekta hii ni mtambuka. Zanzibar tumeidentify tourism, trade and services. Kwa wakati ukifika 2030 tutakuja kutana, lakini sisi tunataka biashara. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja yangu natusema kwamba mawaziri na sisi wabunge wapya, akili zetu twendeni katika biashara. Mambo ya siasa 2030 tuachane nayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, langu lilikuwa ni hilo.
naunga mkono hoja 100% juu ya 100.